Sehemu ya 4 inaendelea. Hapa kwenye 14 inasema, na Torati haikuja kwa imani, bali ayatendaye hayo ataishi katika hayo. Mbona wanawafundisha hafu hawayatendi? Kwa laana yao bado inaendelea, iko pale pale. Laana yao iko pale pale. Ukisoma katika 13 inaendelea inasema, Kristo alitukomboa katika laana ya Torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti, ili kwamba baraka ya Ibrahimu wafikirie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Kwa hiyo sisi tunapokea ahadi ya Roho Mtakatifu kwa njia ya imani, sio kwa matendo kwamba tutafanya kitu fulani ili tupokee Roho Mtakatifu ili tupate uzima milele. Hapana, ni kuamini katika jina la Yesu Kristo. Na ndio maana Kristo alikuja, alidhihirishwa ili abatilishe yote yaliyotangulia kufanywa kuanzia mwanzo. Haya, tukifuata hizi amri 10 na hizi Torati, Yesu kazi yake ni ipi? Alikuja kufanya nini kama Torati tulikuwa tuna uwezo kuifanya na ikatutimizia ahadi? Haya, tukisema tunamfuata Mariamu kazi yake, Yesu kazi yake itakuwa ipi kama Mariamu anaweza kututimizia mahitaji yetu? Tukimfuata Muhammad akatutimizia hitaji yetu, Yesu kazi yake itakuwa ni ipi? Na watu ndio nataka niwaonyeshe jinsi ya miungu. Tukifuata imani ya Kichina, Yesu kazi yake itakuwa ni ipi kama itatutimizia mahitaji yetu? Tukifuata miungu ya India, Yesu kazi yake itakuwa ni ipi? Maana itakuwa inatutimizia mahitaji. Ndio maana ya miungu kuwa tofauti. Tukisema tumfuate Mungu, Yesu kazi yake itakuwa ni ipi kama anatutimizia mahitaji? Tunamfuata Yesu kwa sababu yeye ndio mwenye kututimizia mahitaji yote. Na ndio maana kuna miungu mingi na dini nyingi, kwamba hizo dini mtu ndo anapima kutokana na mahitaji yake anayohitaji yeye, ndio anaenda huko. Amevutiwa wapi? Kwa tuko kwenye kampeni. Yesu Kristo anataka watu watakatifu, watu wasafi, watu wanaowake heshima, watu ambao ni watakatifu, watu wanaoheshimu miili yao, watu wanaoheshimu matendo, watu wanaoheshimu maneno, watu wasiopenda starehe za shetani, watu wasioweza kujichola matatu, watu wasioweza kujichola masikio wanajitoboa toboa. Anataka watu safi, watu ambao wanaheshimu miili yao, watu ambao wanaheshimu hekalu la Roho Mtakatifu ambao ndio miili yao. Na maana Biblia inatuambia tuwe watakatifu mwili na roho. Tuwe watakatifu mwili na roho. Kwa hiyo sisi wa Kristo, sisi tunaomwamini Yesu Kristo, tunapaswa kuishi maisha matakatifu. Sio maisha ya watu wa dini sasa hivi wanayoishi. Maisha ya dhambi. Dini zote zinaishi maisha ya dhambi. Hakuna dini ambayo iko sahihi. Dini nyingi, hasa hususan mwanamke. Mwanamke ni mtu mmoja ambaye yeye hata sijui kazi ya mwanamke duniani ni ipi katika mambo ya kiroho. Sijui. Mambo ya kiroho kazi yake ni nini? Sijui. Maana sijawahi kuona hata nafasi yake kwenye Biblia. Maana nafasi ya mwanamke kwenye Biblia ni ndogo tu. Kwenye mambo ya huduma katika habari za Roho Mtakatifu ni ndogo kihuduma. Lakini katika uzima wa milele, mimi si mkuu kuliko mwanamke, wote tutakuwa sawa. Sitomzidi chochote kama atakuwa ameishi maisha matakatifu. Hakuwa kahaba, hakuwa anavaa vibaya, hakuwa anaweka vitu vya bandia na jiongeza. Hiyo tutakuwa tuko sawa katika uzima wa milele. Sitomzidi kwa lolote. Wote tutakuwa ni 1 1 0 0 10 10, wote tutakuwa sahihi. Tutakuwa wakati mmoja, wote tutakuwa tunafanana. Hatutooana, tutofanya tena zinaa, tutokunywa pombe, tutakuwa safi, tutakuishi kama malaika, kama Yesu anavyodhibitisha mwenyewe katika ile Mathayo 22 kuanzia 34 pale na kuanzia 28 pale, kwamba watu waliojaliwa kuhusu uzima wa milele hawaoi wala kuolewa, huwa sawa sawa na malaika. Kwa na sisi najua hatutowazidi chochote kwenye mambo ya uzima wa milele. Lakini ndugu zangu, sasa kwenye mambo ya maadili katika Ukristo hakuna kitu. Kwanza hakuna kitu katika maadili ya Ukristo. Na maadili Ukristo haujui maadili ni nini. Wakati wao ndio walikuwa wawe kipaumbele katika maadili. Maadili jamani, maadili ndio kipaumbele. Bila maadili hakuna, bila heshima hakuna. Yaani wewe ukiwa unamtukana mtu yeyote, ukiwa na mjibu mtu yeyote ovyo ovyo bila kumuonyesha ushahidi na kosa lake, hiyo nchi haiwezi kuwa na adabu, haiwezi kusimama kwenye maadili safi. Lazima heshima itangulie ndio watu wawe na kuheshimiana wenyewe kwa wenyewe. Haya, tuangalie kipande cha mwisho, sehemu ya 5.